kazini. Mwambie Yesu uongezeke kule kwenye familia, uongezeke kule nyumbani, uongezeke kule shambani, uongezeke kule kwenye biashara, uongezeke Yesu, uongezeke kule ofisini, uongezeke Yesu, uongezeke kwenye afya, uongezeke kwenye miradi, uongezeke Yesu. Mimi nipungue ila wewe uongezeke. Fungua kinywa, mwadhimishe Bwana, mwambie Yesu ongezeke, mwambie Yesu ongezeke, mwambie Yesu ongezeke kwenye huduma, Yesu ongezeke, Yesu ongezeke kwenye maisha yangu, uongezeke Yesu, uongezeke Yesu, uongezeke Yesu, uongezeke Yesu. Roho Mtakatifu, shuka ukajidhihirishe, shuka na nguvu zako Bwana, shuka na mamlaka yako Bwana, shuka na uwezo wako Bwana. Tunakuhitaji Yesu, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji uwezo wako, tunahitaji wenye magonjwa wakapate kuponywa kama ulivyoponya watoto wako pale Kapilinium, aliyekata tamaa kagangwa tena mioyo wake Bwana. Yesu, tunakuhitaji na nguvu zako na uwezo wako na mamlaka yako ya kimbingu. Achilia Roho wako Mtakatifu akagange mioyo ya watoto wako, achilia nguvu zako Bwana, ikibatilisha roho za magonjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho zote za mateso ya kila aina, roho za presha, roho za sukari, magonjwa ya kurithi, tunakata connection ya magonjwa ya kurithi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaita damu yako, tunaita damu yako takatifu, damu yenye uwezo, damu yenye mamlaka, damu yenye nguvu, ikapite ifanye operation ya uponyaji katikati ya nafsi za watoto wako, katikati ya mioyo ya watoto wako, katikati ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu Roho Mtakatifu.
Karibu ni mwalimu wa kweli. Karibu tufundishe. Karibu seme nasi. Karibu nene nasi. Tu tayari kusikia kutoka kwako. Tu tayari Bwana. Tu tayari utufinyange upendavyo. Utufinyange utakavyo. Utuongoze utakavyo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na wote tuseme amen. Pe Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitalisoma neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Waebrania. Mlango ni ule wa 13. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Waebrania 13:1 hadi 4. Neno la Mungu linasema, upendano wa ndugu na udugu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Wakumbukeni hao waliofungwa, kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Amen. Naomba mkae wapendwa. Katika wiki hii tumepewa kichwa kinachotuongoza kinachosema, nyumba zetu hubarikiwa na Bwana. Nyumba zetu hubarikiwa na Bwana. Wapendwa katika Bwana, hii ni wiki ya kubarikiwa katika nyumba zetu. Ni wiki ya kuondolewa vifungo katika nyumba zetu. Ni wiki ya kuinuliwa kutoka chini na kupandishwa juu. Ni wiki ya kuondolewa vilio na kupewa faraja na amani. Amen. Anasema nyumba zetu hubarikiwa na Bwana. Nyumba ni nini? Kwa maana Biblia, nyumba ni hekalu la Mungu. Nyumba ni maskani. Nyumba ni mahali palipojengwa ili watu waishi. Lakini pia miguu yetu ni hekalu la Kristo, ambayo tunaweza tukaita pia nyumba ya Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Mungu. Wapendwa katika Bwana, Biblia inasema nyumba zetu zitabarikiwa. Baraka za Mungu ni pamoja na amani, ulinzi, furaha, watoto wenye hekima, wanaomcha Mungu, wanaotunza wazazi na kuwajali wazazi, kazi nzuri, mafanikio ya kimwili na ya kiroho, roho ya amani na utulivu. Hizo ni baraka za Mungu ambazo alituahidia. Tena akasema utajenga nyumba nzuri, utaishi ndani yake, wala hutakufa, bali utafurahia matunda ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni baraka ambazo Mungu alituahidia, na leo tunaambiwa Mungu atabariki nyumba zetu. Baraka hizi ambazo nimezitaja ni baadhi ya baraka tu ambazo Mungu anatuahidia sisi watoto wake, ambaye ametukomboa kwa damu yake takatifu, ambaye alitufia msalabani ili aweze kutupa kumiliki na kutawala. Lakini ni swali la kujiuliza, ni wangapi wenye hizi baraka? Wengine
Timotheo wa kwanza mlango wa 6 na ule mstari wa 18 na 19. Timotheo wa kwanza ule mlango wa 6 mstari wa 18 na mstari wa 19. Waraka wa Timotheo wa kwanza mlango wa 6 18-19 anasema hivi: watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao na kupata uzima ulio kweli kweli. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa kuna jambo ambalo Mungu ameniweka hapo ili uwe tajiri. Nimesema utajiri wa Mungu ni pamoja na amani, furaha, ulinzi, baraka, kazi njema, watoto wenye hekima na maarifa na mengine mengi ambayo Mungu ametuahidia. Haleluya. Sasa ili tupokee utajiri wa Mungu, anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema. Tunarudi pale kwenye nyumba zetu. Nyumba zetu hubarikiwa na Bwana. Tunazungumza habari ya kutenda mema, namna ambavyo unaishi na wale wanaokuzunguka katika familia yako, unavyomtriti mume wako, unavyomtriti mke wako, unavyoishi na familia inayokuzunguka, ndugu, baba wakubwa, baba wadogo, familia ambayo unaishi nayo, namna ambavyo unaishi. Watende mema. Haleluya, amen. Kutenda mema ni pamoja na kuishi maisha ya kuwahurumia wengine. Biblia inasema katika ule mstari wa kwanza wa Ibrania 13 tuliosema upendano wa ndugu na udumu. Kuna watu ambao wana upendo na ndugu zao, wanaishi na ndugu zao kwa sababu kuna maslahi fulani anayopata kwake. Akimwona ameinuliwa kidogo, anamkumbatia, anamkimbilia kwa sababu anajua atapata kitu. Akisikia ameanguka, ameteleza kidogo, amepoteza kazi, yeye ndio wa kwanza kumsodoa, kumrushia maneno mabaya na kumsema vibaya. Yeye ndio wa kwanza kusema tuone sasa kama atapita tena na ile gari. Tumuone sasa kama watoto wake wataenda shule nzuri. Tumuone sasa kama atakubalika kwenye jamii. Tumuone sasa kama atafanya hivi na hivi. Biblia inasema upendano wa ndugu na udumu. Ili upendo wa ndugu na udumu ni unapaswa kuondoa upendo wa unafiki. Unapaswa kuishi kwa kuonyesha reality ya upendo. Akiumwa na wewe uwe, akiugua ugue, akipata shida upate shida, akifurahi ufurahi. Huo ndio upendo ambao Mungu anataka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema upendano wa ndugu na udumu. Katika kiini cha upendo mambo mema yanatokea. Huwezi kutenda mema kama umejaa chuki. Ukijaa chuki utalipa kisasi. Utasema kwa huyo mtu kila jambo baya kwa kuwa umejaa kisasi. Huwezi kutenda mambo mema ukiwa una roho ya kusamehe. Yesu Kristo mwenyewe alitufia ili sisi tusamehewe. Lakini ukikaa na kitu moyoni, una roho ya kusamehe, huwezi kutenda mema. Maana huyo uliombeba huwezi kumkalia mema hata wakati mmoja. Lakini tunasahau kwamba Biblia inasema nini? Biblia inasema kwenye Injili ya Mathayo ule mlango wa 6 mstari wa 14 na wa 15, kama ninyi mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi makosa yenu. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Ni nani anayeweza kusema mimi nastahili kusimama mbele ya kiti cha hukumu wala sihitaji msamaha? Nani anayeweza kusema maneno hayo? Na kama hatuwezi kusema maneno hayo, tunaambiwa tutende mema ili tuwe matajiri katika ulimwengu huu na katika ulimwengu wa roho. Na ili tutende mema ni lazima tuanze na mioyo yetu iwe mioyo inaachilia.
iwe ni mioyo inayobeba msamaha, mioyo inayobeba toba, mioyo ya kutenda mema haina majungu, watu wa Mungu. Mioyo ya kutenda mema haina maneno, haisekeni. Mioyo ya kutenda mema ni mioyo iliyojaa unyenyekevu, iliyojaa kujishusha, iliyojaa kujikana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nyumba zenu na zibarikiwe na Bwana. Na Mungu anatamani nyumba zetu zibarikiwe. Mungu hajawahi kuachilia hata siku moja neno la kumharibu mtu, wala mtu kuwa masikini wala kuteseka. Siku zote Mungu anatuwazia aliyo mema tu, anatuwazia aliyo juu, anatuwazia aliyo mazuri. Ila sisi wenyewe ndio ambao tunashindwa kusimama katika lile kusudi la Mungu. Anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kushirikiana, wawe tayari kutoa mali zao, wakishirikiana na wengine kwa moyo. Sasa kuna katuni moja kule, wale nini wanaita nini, wale wachekeshaji. Naweza ukafikiri wanachekesha, lakini wanatuma ujumbe ulioko kwenye jamii. Wanasema sadaka change, si ndio? Sadaka nini? Sadaka nini? Change. Watu 300 wakitoa milioni 1, unafikiri ni shilingi ngapi ukigawanya hapo uliompa Mungu? Sadaka ni nini? Change. Alafu unategemea Mungu akubariki nini? Nyumba. Anasema niko pale. Unaweza kufikiri ni kichekesho, lakini kumbe tunajifungia baraka. Tunajifungia baraka. Wanasema sadaka 300, sadaka buku, sadaka buku 2. Alafu subiri Mungu akubariki gorofa. Utapigia wengine maneno, utasema wameiba, utasema wameloga, utasema wamechaiwa, utawaita Freemason, utakaa pale, watanyanyuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanaitwa vierere kwa kuwa wanatangulia wengine kutoa kanisani. Ukiitwa kierere kwa sababu umemtolea Kristo, tena ringa, ruka, cheza kwa kuwa umekuwa kierere wa Yesu. Hakuna mwingine anayeweza kukuinua zaidi ya Kristo. Yeye peke yake ndiye anayeweza kukuinua. Kama yeye ndiye anayeweza kukuinua, kama yeye ndiye anayekubariki, kama yeye ndiye anayekupa neema, ni kwa nini uogope kumtumikia kwa moyo? Anasema wawe tayari. Utayari sio wa kusukumwa, no. Wawe tayari, wafunguke, wajue, watambue kwamba tunapaswa kutoa. Wawe tayari kutoa mali zao. Soma hilo neno la kitabu cha Timotheo. Washirikiane na wengine kwa moyo, kwa hiari, kwa kupenda, huku wakijiwekea akiba iwe msingi kwa wakati ujao. Kumbe kila ambacho unakifanya kwa moyo, kwa kupenda, ni akiba mbele za Mungu. Haleluya. Ni akiba mbele za Mungu. Mungu alikumbuka sadaka ya Kornelio, akakumbuka na sala za Kornelio. Hapo ndipo ambapo tunaendea baraka za nyumba zetu, kwamba Mungu akakumbuke mahitaji yetu, Mungu akakumbuke sala zetu, Mungu akakumbuke maombi yetu. Hakukumbuka tu sala na maombi ya Kornelio, alikumbuka na sadaka zake. Zilipiga kelele katika kiti cha enzi, zikaambatana na mahitaji ya Kornelio, akamtokea, akamjibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukitaka kuzungumza habari ya baraka za nyumba zetu, tuzungumze habari ya kutumika mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Tukianza kule kwenye familia zetu, tukionyesha mioyo ya toba na msamaha, tukionyesha unyenyekevu, tuache kuonea yatima, tuache kuonea wajane, tuache kudhulumu, tuache kuwanyoshia watu vidole bila sababu. Tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio ndani, ambao utatukweza kwa wakati wake, usiopungua kitu chochote, usiopungua neno lolote, unaotuinua kila inapoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu.
ndoa iheshimiwe na kila mtu. Anazungumza habari ya baraka za nyumba. Katika eneo hilo anataja ndoa iheshimiwe. Ili ndoa yako iheshimiwe, ni lazima ujiheshimu wewe wa kwanza. Ukishindwa kujiheshimu, hakuna mtu atakaye kuheshimu. Na ili uweze kujiheshimu, ni lazima utathimini kuanzia kinywa chako unachozungumza mpaka unapotembea. Kuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba mume wangu nipendi, si ndio? Lakini the way unavyompokea akija nyumbani inatosha kudhihirisha kwamba anapaswa asipende. Unavyozungumza naye tu inaonyesha wazi kabisa huyu sio kichwa cha nyumba. Umeshamdharau. Una ile heshima ya kuzungumza na kichwa. Kisa Mungu amekupa kikoba. Mungu amekupa kazi nzuri. Mungu amekupa vikundi kadha wa kadha vya kuweza kuweza kupata hela ya mara moja. Ukifika hapo unasema, kwani ananisaidia nini? Unaondoa ile maana halisi ya Mungu kumuumba mwanamume kuwa kichwa cha familia, kuwa kiongozi. Biblia inasema kiongozi akianguka na wengine wote wataanguka nyuma yake. Biblia inasema akitaka kuua kanisa anampiga mchungaji, alafu anapiga na kundi lake. Kwa hiyo baba akipigwa, usifikiri ni furaha, maana yake umeua uzao. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ili amani ikae katika ndoa yako, ni lazima ujifunze kunyenyekea, na wanaume wajifunze kuomba msamaha pale wanapokosea, na wanawake wakiomba msamaha wajifunze kupokea msamaha. Kwa maana anaweza akasema nimekusamehe, kesho atakuhesabia tangu uliofanya mwaka juzi. Ndoa zetu ziheshimiwe na kila mtu. Nyumba zetu barikiwa na Bwana. Amani ya nyumba yako ni wewe unaitengeneza. Amani ya nafsi yako unaitengeneza mwenyewe. Magonjwa unajiletea mwenyewe. Maumivu ya nafsi unajiletea mwenyewe. Lakini ukiamua kuishi kama Biblia inavyoelekeza, hautaumia. Mwanamke anaona shida akilipa ada ya mtoto kwamba mwanamume kaniachia. Biblia inasemaje kwa mwanamke aliyoko kwenye kitabu cha Mithali 31? Inamtaja yule mwanamke kama mchapakazi, kama mpambanaji, kama mtafuta chakula cha familia, kama aliyejenga mji wake, anaamka kabla usingizi haujaisha. Siku hizi kuna familia ambazo wanaume wanaamka wanawake wamelala. Anajiandalia nguo mwenyewe, afu nasema aende kanisani. Anajipasia mwenyewe, anajiandalia chai mwenyewe, anajiwekea maji bafuni ya kuoga mwenyewe. Halafu unasema hanipendi, hanitunzi, hanijali. Mtoto wangu kameramani wangu hapa basi kwa ananiambia, mama, kitaka kulala baba, wewe nyenyekea tu. Mimi nikitaka naenda kuchukua hata sasa hivi. Yaani hata watoto wanaweza kukushinda, napewa upewe kwa sababu unafanya ubabe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Nyumba zetu zibarikiwe na Bwana. Amen. Ili Mungu ashuke kwenye nyumba zetu, achilie baraka zake, ni lazima tumruhusu. Tufungue milango ya amani katika nyumba zetu. Tufungue milango ya kutangaziana misamaha. Tukubali kuishi kama Biblia inavyosema. Ni mwanamke, kubali wewe ni msaidizi. Msaidizi una maana kudharauliwa. Msaidizi una maana kwamba uko chini. Msaidizi una maana kwamba ufai. Msaidizi una mamlaka kama alionayo yule mwingine akiwa hayupo. Wewe unasimama kama kiongozi wa nyumba. Akiwepo unampa heshima yake kama kiongozi wa nyumba, na unakuwa kiongozi wa nyumba namba 2. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ukiweza kuishi maisha ya kutenda mema. Tukizungumza habari ya kutenda mema ni pamoja na kuwakania wenzetu mema, pamoja na kutokuwatangaza wenzetu vibaya. Mtu anatoka nyumbani kwake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Malaki ule mlango wa 2 mstari wa 14 ya kwamba mimi nimekuwa shahidi kati ya mke wako, kati ya mume wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana. Ukisema unatenda mema, huwezi kuondoka kwenu ukaenda kwa wazazi wake ukaenda kusema maneno mabaya. Utapiga magoti, utaomba msamaha, mtamaliza. Kisha kufunua nguo kwa wazazi, unategemea akirudi upendo na kuwepo pale pale. Ni ngumu sana. Tunatafuta baraka ya nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Tunatafuta Mungu atubariki. Ili Mungu atubariki, kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuyafanya, ikiwemo kuishi sawasawa na neno la Mungu na kusudi la Mungu katika maisha yetu, ikiwemo kuishi maisha ya msamaha na kusamehe wengine, ikiwemo kuishi maisha ya kumtumikia Mungu kwa moyo, tena tukitoa sawasawa na alivyotubariki. Ukiiba kwa Mungu unategemea utainukaje? Kuna mtu anaiba, anasema mimi sio mwizi, tena nikikuta jambazi na mchoma kabisa, wakati anamuibia Mungu. Sasa anayemuibia Mungu na anayemuibia mwanadamu yupi wa kuchoma? Biblia imesema usile sadaka ya fungu la 10 katika maongeo ya nyumba yako. Tunakula na tukija pale tunatoa iliyoko siku hiyo. Hatupigi mahesabu ya vile vipato vyetu tukaleta kweli asilimia fungu la 10. Biblia inasema mkono ukitoa mkono usijue. Lakini wewe unatoa alafu unaanza kuifuata nyuma na maneno, hela yetu imeliwa. Kwani Biblia inasemaje? Wahubiri wa Injili watakula katika hiyo Injili. Wakila vibaya cha Mungu awapige wao kuhusu. Umetoa, subiri baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio ukweli, hakuna lingine. Hakuna haja ya kuficha. Huo ndio ukweli. Hata tunasimama na neno. Ukisema sitoi kwa sababu nikitoa watumishi watatumia, maana yake hao watumishi, uniambia lini ulimuona Mungu amesimama hapa sio kama anakaa ndani yao alafu anakuletea wewe baraka? Na kama Mungu amewatuma nendeni mkaniwakilisha, alafu kasema Mungu anakula, alafu Mungu anakupa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka ubarikiwe, mimi nilijifunza kutoa. Nilijifunzia Lutheran. Mimi nilizaliwa Katoliki. Lakini nilipoingia Lutheran nilikutana na bahasha za ahadi. Ile bahasha imesema andika utakachomtolea Mungu kwa mwaka mzima. Wakati huo nilikuwa mwanafunzi. Nikaandika shilingi 500. Nikijua kwa mwaka ni shilingi 52. Lakini ile 500 ilikuwa inanitesa kuliko
Ilikuwa hata nikienda nikirudi, kuna Jumapili sijaingia kanisani, nitateseka mpaka nitaenda kwenye mashamba watu waliovuna mahindi, kuokota haya yanayobaki nitauza nipigie sadaka yako. Wewe imagine hapo ni mtu anatafuta ili aweze kusema na Mungu, alafu wewe Mungu amekupa, alafu unaizuia, unasema italiwa. Utainukaje? Utabarikiwaje? Utafikaje mbali? Utapigaje hatua? Utakuwa na nini cha kumdai Mungu? Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Isaya 43 mstari wa 26, nikumbushe tojane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Nikumbushe tojane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kila kitu ambacho mwanadamu anapaswa kukipata duniani ni haki yake. Maisha marefu na mazuri ni haki yako, maana Biblia imezungumza katika Zaburi ya 128 kwamba utaona wana wa wanao. Kwa habari ya kukatishwa maisha haipo kwenye ahadi za Mungu. Lakini pia kujenga nyumba nzuri ni haki yako, maana Mungu ameahidi kwenye Kumbukumbu la Torati 18 ya kwamba utajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Lakini kuishi maisha mazuri na kupata utajiri ni ahadi ya Mungu, maana aliahidi kwenye Kumbukumbu la Torati ya kwamba mimi ndiye ambaye niwapae nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu huyo ndiye anayesema utoe kwa moyo, ushirikiane na wengine, usirudi nyuma katika kumtolea, usitoe kwa uchoyo, usitoe kwa manunguniko, usitoe kwa kuumia, usitoe kwa kujiuliza. Toa kwa moyo, mshukuru Mungu, yeye anakufuata na baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Mtu yoyote anayejua nini maana ya baraka ya Mungu ataumia kutafakari nimtolee Mungu nini, na atakapotoa atamshukuru Mungu kwa kumwezesha kutoa. Ataondoka, ataenda kwenye kazi yake, atamwambia Mungu, na kukumbusha sadaka niliyokutolea kwenye kazi yangu. Mungu lazima amuone. Lakini yule anayerudi kuna maneno kufuatilia ile sadaka, Mungu badala kumjali, kumjibu, anampiga. Na tusipopona hatutapata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Anasema nyumba zetu zibarikiwe na Bwana. Nyumba yako ikibarikiwa na Bwana, amani ya Kristo itakufunika. Ulinzi wa Mungu utakufunika kila uendako. Kazi yako itafunikwa. Unapopita barabarani hautapatwa na ajali, maana uso wa Mungu unatembea pamoja na wewe. Adui akikutafuta hata kupata, maana ahadi ya Mungu kwa wanaomtumikia, utakanyaga maadui zako kwenye kichwa chao. Na siku zote Mungu anatazama neno lake na kulitimiza. Anasema mimi nalitazama neno langu nipate kulitimiza, na kamwe halitanirudia bure. Alilitimize lile ambalo nimekusudia litende. Kwa Mungu akikusudia litatenda. Kitabu kile cha waraka tulichosoma kutoka Injili ya Marko, anazungumza habari ya Yesu kwenda Kapernaum. Yesu alipokwenda, alienda, makutano wakawa wamejaa. Kawepo mtu ambaye amepooza. Ndugu zake wakatamani aponywe, lakini hawana njia ya kupita ili waweze kumfikia Yesu. Walichokifanya wale, waliamini kwanza ndani ya mioyo yao kwamba Yesu anaweza kuponya. Baada ya kuamini ndani ya mioyo yao, wakatengeneza njia ya kwamba tukate juu, tumshushe katikati pale. Hakika akifika tu pale, tunaamini kwamba ataponywa. Wapendwa watu wa Mungu, imani zetu ni kiini cha kupokea baraka za Mungu. Tumwombe Mungu atusaidie tuishi katika imani iliyo hai. Na waliposhusha yule mtu akafika chini,
nikakwambia kiini cha mafanikio ni toba na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Ni toba na unyenyekevu. Alihakikisha kwamba ameponya roho, ameponya nafsi, ameponya moyo wake, na ndipo ambapo akamwambia, nyanyua godoro lako uondoke. Mpendwa mtu wa Mungu, shida ulionayo, mateso uliopitia, mahali popote ambapo unatamani Mungu akapafanyie njia, kama alivyomwambia mtu aliyepooza, nyanyua godoro lako ukaondoke, na shida yako ikaondoke katika mwaka huu 2026, ukaishi katika furaha ya Kristo katika jina la Yesu. Yale yaliyoshindikana 2025, Mungu akakamilisha 2026. Wale waliofikiri kwamba utabaki katika mahangaiko na kuumia, 2026 Mungu akajidhihirisha na mkono wa Mungu ukaonekana. Hatua zako Mungu akatembee nazo, na kazi ya mikono yako Mungu akaithibitisha sasa na neno la mwaka. Na siku zote akatangulie na watu wake, kila mnakokwenda mkaione furaha ya kumtumikia Mungu. Amen. Amen.